Nitumie nafasi hii kushukuru sana rais wetu wa TFF kwa yafuatayo. La kwanza wewe ni mjumbe wa executive committee ya CAF. Hii sio bahati ndogo, ni bahati kubwa, na kwamba ningeliomba sana pia hata waandishi wa habari pamoja na kama ameshika kamera, lakini tupigie makofi mengi sana ndugu yetu, kwa sababu kuwa mjumbe wa executive committee ina maana yake kubwa sana, na pengine ndio hiyo ambayo inashiriki kutubadilishia taswira ya kimichezo hapa kwetu nchini. Lakini jambo jingine kubwa, mmeona siku ya jana under 17 kazi kubwa ambayo wameifanya pale Morocco. Ni kazi ambayo inakwenda kuandika historia ya taifa letu, kuingia kwenye nusu finali na baadaye sasa kufuzu kabisa kushiriki mashindano ya World Cup. Hiyo ni jambo ambalo halijawahi kutokea hapa nchini. Kwa hiyo tunakiri kwamba hiyo yote ni kwa usimamizi mkubwa sana pia wa kiongozi wa TFF pamoja na management yake yote, manake bila wao pengine tusingalifika huko. Lakini kwa sapoti kubwa wa wizara, na mwisho ama kwanza kabisa ni sapoti kubwa wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hongera sana kwa kazi kubwa ambayo jana imefanywa na ambayo tumeendelea tena kuiona pale Morocco, na tunaamini kabisa kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri ili kuiheshimisha Tanzania na dunia yote kwa ujumla huko ulimwenguni. Lakini jambo jingine, umewezesha kwa kiasi kikubwa sana ligi yetu kuwa katika ligi bora, ligi 10 bora barani Afrika. Nafikiri nyinyi wote mnafahamu kwamba moja ya ligi bora kabisa barani Afrika, unapozungumzia ligi bora 10 unazungumzia pia ligi yetu hapa Tanzania. Sasa leo tuko namba 5. Hiyo kitu haijawahi kutokea hata kidogo. Inatokea kwa sababu ya ujitambuzi wa viongozi. Leaders wanapokuwa conscious, wanapokuwa na self awareness, kunapokuwa kuna self felicity na vitu vingine vyote, manake wanakuwa kama chachu, wanakuwa kama catalyst ya kuspeed up chemical reaction hiyo ya kwenye michezo. Kwa hiyo hili nalo ndugu zangu, naombeni tumpigie makofi sana kiongozi wa TFF kwa kazi pia nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Lakini jambo jingine kubwa ni kukuza tu soka, lakini hasa soka la wanawake. Nafikiri mmeona pia soka la wanawake namna ambavyo linakwenda, ni soka kweli kweli. Sasa hii nayo ni pongezi kubwa sana kwa ndugu yangu Karia ambaye ni rais wa TFF hapa nchini kwa kuwezesha hayo mambo yote kuwa kama ambavyo yamekuwa. Na sasa under 20 wanawake tumequalify pia kushiriki katika kombe la dunia. Kwa nafikiri tunaweza mkapiga tena makofi mengi sana kwa hilo, kwa sababu sio jambo la kawaida. Nianze na ile la consistency. Mheshimiwa, sisi consistency ipo kwa sababu hawa vijana ambao wanafanya vizuri huko kwenye AFCON ya chini ya miaka 17, tufahamu kwamba tumeweza kukaa nao toka wakiwa na umri chini ya miaka 10. Wako Tanga kule na ni mkusanyiko, kwa sababu tumekuwa na mashindano ya AFCON ambayo yanaitwa schools chini ya miaka 15. Haya mashindano yameanza, yana season 4 ukichanganya na hii ya mwaka 2026. Yalianza 23 wasichana chini ya miaka 15 ndio walikuwa mabingwa wa Afrika, mabingwa wa Sekafa na mabingwa wa Afrika. Lakini pia mwaka 24, hiyo 23 Sekafa alichezwa hapa Dar es Salaam na Afrika alichezwa kule Durban, Afrika Kusini. Na mwaka 24 yalichezwa Zanzibar kwa Afrika, lakini kwa Sekafa yalichezwa Kenya, Nairobi. Sisi tuliweza kuwa wawakilishi na tukawa mabingwa chini ya miaka 15 wavulana. Lakini mwaka jana ilikuwa imechezwa Zanzibar. Mwaka jana yalichezwa Uganda kwa Sekafa ambao tulikuwa mabingwa, lakini Afrika akachezwa Ghana tukawa mabingwa.
kutokana na kwamba mchanganyiko ule, wale ambao hawakuwa wamezidi miaka 17 ndio hawa mwaka huu wanakwenda kuchukua AFCON chini ya miaka 17, na wameweka historia ya kwenda kombe la dunia, kuvuka hadi nusu fainali kwa mara ya kwanza kwa wavulana. Wasichana tulishafanya hivyo mwaka 2013, tulikwenda kombe la dunia na tukafika robo fainali. Mwaka huu tumeweza kuwa mabingwa wa Sekafa, mabingwa wa chini ya miaka 15 na tunakwenda hiyo. Kwa hiyo consistency ipo, na niwaambie tu kwamba hii consistency itaendelea. Wakitoka hapo tunakwenda under 20, tutakwenda under 23 mpaka tutafika senior team. Na mara nyingi mnajua ukishaonja ladha ya kuwa bingwa una confidence, unataka kuwa bingwa. Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba hiyo consistency ipo na bado utaratibu wetu unaendelea, na tunataka mbali ya kwamba kile kituo cha Tanga kisiwe peke yake, tunataka Kigamboni siwe ni sehemu ya kuweka kambi tu kwa timu za taifa, lakini pia kama mnavyojua tuna mazungumzo na serikali ya Shinyanga kwa maana ya Kahama kule, lakini ilikuwa ni kabla ya uchaguzi kama tulivyoshauriwa, lakini sasa hivi tayari ikawa imeexpire, kwa tunasubiri kuhuisha pamoja na hao marekebisho ambayo tumetakiwa kuyafanya. Kuhusu swala la Usimba na Uyanga, hili mimi nawarudishia nyinyi. Nyinyi ndio wa kwanza kuchochea. Mwalimu akitaja timu ya taifa mnaangalia, mnatoa, mnaandika sijui kwamba aidha Simba au Yanga wamedominate timu ya taifa. Naanza sasa huko, ndio yanaanza hayo. Lakini sasa hivi sio Simba tu, tuna wachezaji wetu wanaocheza nje ya nchi, tuna wengine wanacheza hapa. Maana sasa hivi mmeenda mbali sana. Sasa hivi mpaka hata wale wageni wanaocheza mnawaorozesha huko, mnaanza kushindana kwamba mimi nina 10, mimi nina 6, mimi nina wangapi, lakini mnaoanza ni nyinyi. Mimi nasikitika sana, tulivyo qualify kule AFCON, sisi ilikuwa ndio timu ya kwanza kwenda kombe la dunia kwenye mashindano yanayoendelea. Ule usiku tuliocheza mechi, siku ya pili, kuna ajenda yenu ilikuwa inawahusu Simba na Yanga, ndio ambao mlikuwa mnaizungumzia vipindi vyenu vyote mpaka kwenye magazeti. Kuqualify kombe la dunia iliandikwa sehemu chache, tuna magazeti machache sana. Kwa hiyo tunaomba waandishi wa habari, tunajua mnazipenda hizo timu, ni timu zenu, zinatuheshimisha. Mimi mwenyewe niwaambie, Simba na Yanga wananipa heshima, kwa sababu kule nje wanajua unapokuja kucheza na Simba na Yanga wa Mkapa hatoki mtu yoyote yule, mpaka inatusaidia hivyo. Lakini ni jambo jema, lakini pia kuna changamoto zake. Changamoto ndio hizo. Kwa hiyo hii tunu aliyotupa Mwenyezi Mungu tuitumie vizuri, isituharibie timu yetu ya taifa. In fact hata jana walianza kutufunga wale Algeria. Mimi huwa naangalia kwenye comment, wafungwe warudi hao, wana comment watu msitusumbue bwana. Timu zetu zinataka hapa zicheze, mtuambia sijui nini. Kwa hiyo angalau wanatamani ile timu ingekuwa aidha ni Yanga au Simba, ingekuwa hivyo. Kwa hiyo ni vizuri mkatusaidia nyinyi, lakini pia tukaelimisha. Hatuwezi kuliacha hilo, lakini tutakapoanza kwenye nyinyi ambao watu wanawasikiliza siku nzima, kipindi cha michezo kinaanza saa 3 mpaka saa 6, yanazungumzwa kuhusu wachezaji, kuhusu sijui nini wa hizo timu mbili. Mambo mengine kabisa wala hayaongelewi, ambayo ni ya msingi. Wenyewe mnajua, mkiangalia sasa hivi sisi
mpango wetu ni kwamba tuwe na timu 3 ziende kombe la dunia. 2 zishafanikiwa, bado moja. Wasichana chini ya miaka 17. Tumecheza mechi ya kwanza, tumepoteza. Tuna mechi ya pili weekend hii. Lakini hilo kwa vijana wetu wala mimi sina wasiwasi, kwa sababu hata chini ya miaka 20 Mheshimiwa mkuu wa mkoa tulipoteza mechi ya kwanza kwa Cameroon. Lakini tukaja mechi ya pili, tukapindua meza, tukaqualify. Kwa hiyo uwezo huo tunajua tunao, na vijana wetu wameshaahidi kwamba watapambana ili waweze kwenda huko. Lakini hayo sio kabisa yanayoshika habari kwenye vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo hilo swali nadhani kama mna vikao vyenu mkae wenyewe mrudishiane kwamba nyinyi mtusaidie vizuri kabisa, ikiwezekana tuweze kuliondoa hilo. Tuone timu ya taifa ni timu yetu sote. Mchezaji anayecheza ni Mtanzania, aidha katoka Simba, katoka Yanga, katoka nje ya nchi, katoka Coastal Union, katoka wapi, ni mchezaji wa timu ya taifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nadhani baada ya hapo yale yaliyokuwa upande wangu nimeweza kuyajibu. Kama kama kuna ambalo nimesahau labda nikumbushe. Asante sana. Mimi nadhani rais wetu. Sikiliza bana, hebu tafuta duka ambalo unajua utapata mabati yasiyopauka bana. Miss Buguruni, umetoa wapi mabati mazuri namna hii na imara yenye TBS? Nimeyatoa Tumamgamba Hardware, wakala wa Alaf, wapo Buguruni Chama. Hebu mimi niwaishe nikajenge. Huduma zetu ni rahisi na za kitaalamu. Unalipia, unapewa risiti na unachukua mzigo wako papo hapo bila msongamano. Tumamgamba Hardware sasa tunakuletea mabati yako pendwa ya Sibadumu, Covermax, Versatile, Roman Tile, Tech Deck, Racing Coat pamoja na Max Cover. Pia tuna vigae aina ya Shingo, Wave pamoja na Roman. Tumamgamba Hardware, hapa ndo nyumbani pa mabati ya Alaf. Mabati ya ukweli, bei ya kutabasamu. Kwa mawasiliano, wasiliana nasi kupitia namba 0754 300 746 au 0655 300 746. Pia unaweza kuwasiliana nasi kwa barua pepe mghambatumaini@yahoo.com. Tumamgamba Hardware, nyumbani pa mabati ya Alaf.